kuelekea mechi zao mbili za hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, Yanga dhidi ya Al Ahly zinazotarajiwa kuchezwa kati ya Januari 23 na Januari 30. Mshambuliaji wa kimataifa Zimbabwe anayechezea Yanga, Prince Mpumelelo Dube, atakuwa ni miongoni mwa wale watakaowafanya Al Ahly wafanye kazi ya ziada kujipanga juu ya namna ya kukabiliana naye asiwaletee madhara katika mechi hizo. Na kwa sababu hiyo ni kwamba Dube anaweza kawa mtaji muhimu wa Yanga katika kufanikisha mipango yao chini ya kocha Pedro Gonçalves kuhakikisha wanapata pointi muhimu katika mechi zote mbili. Yote nini? Ni kwa sababu ya namna Prince Mpumelelo Dube alivyocheza katika mechi yao ya hatua ya makundi kwenye kundi lao la B, michuano ya AFCON, akiitumikia timu yake ya taifa ya Zimbabwe iliyocheza dhidi ya Misri, ambapo mwisho wa siku Zimbabwe walipoteza kwa mabao 2-1 dhidi ya Zimbabwe ya Prince Mpumelelo Dube. Lakini kwa nini Dube, endapo atakuwa fit na akapata nafasi ya kucheza akimshawishi kocha Pedro Gonçalves kwenye mechi hizo mbili za hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, kwamba atakuwa ni mtaji wa Yanga katika kufanikisha mipango yao ya kwenda kufunga, ni kutokana na kile alichokionyesha kwenye mechi hiyo ambayo Zimbabwe walicheza dhidi ya Misri. Mafuriko yalikuwa makubwa kuelekea lango la Zimbabwe. Mpango kazi wa kocha wao Mario Marinica ilikuwa ni usalama kwanza, washambulie kwa kushtukiza. Lakini Misri, ambayo kwenye kuundwa kwake wachezaji wake wa eneo la kiulinzi walikuwa ni pamoja na golikipa Mohamed Shenawi, walinzi wa kati Yasa Ibrahim akishirikiana na Hossam Abdelmajid, walikumbana na wakati mgumu kukabiliana na Dube kwa namna alivyokuwa akicheza. Wachezaji hawa, huyu ni wa Al Ahly, huyu Yasa Ibrahim naye ni wa Al Ahly, mgongoni nambari 6, huyu mwingine wa Pyramids ya Misri ambaye akutani na Yanga katika hatua ya makundi, bali kwa namna yeye na Yasa Ibrahim walivyokuwa wakivurugwa kila mara na Dube katika mara chache ambazo alikuwa akipata mpira kutokana na namna timu yake ilivyokuwa akicheza, inaweza ikawa sababu ya Yanga kumfanya Dube kama ufunguo wakati wakienda kuishambulia Al Ahly pindi watapokutana. Lakini Dube anaweza akawa chanzo Al Ahly nzima kwa ujumla katika system yao, katika mfumo wao wa kuzuia, wasiache kumkumbuka Prince Mpumelelo Dube kwa kile ambacho alikionyesha katika mechi hii. Kwa nini timu ya taifa ya Misri dhidi ya Zimbabwe inahusishwa Al Ahly dhidi ya Yanga? Ni kwa kile nilichotoka kukieleza kwamba Zimbabwe chini ya kocha Mario Marinica, mshambuliaji Prince Mpumelelo Dube ndiye alikuwa kama kiongozi katika kuleta hatari kwenye lango la Misri, ingawa hakuwa mshambuliaji kinara katika mpangilio wao wa kwenye makaratasi. Lakini ni kwa sababu baadhi ya wachezaji wa Al Ahly ndio wanaounda safu ya ulinzi ya Misri, wakiwemo hawa ndio toka kuwataja, golikipa Mohamed Shenawi pamoja na Yasa Ibrahim. Katika dakika 20 ya mchezo huo kwenye kundi lao la B AFCON, Dube alifanya kile ambacho ndicho haswa kinaweza kawa chanzo au mzizi wa safu ya ulinzi ya Al Ahly kuwa na jicho la ziada wakati atakapocheza dhidi ya Yanga, na hivyo Yanga kumtumia Dube kama chambo, kama sababu ya wao kuweza kuwavuruga walinzi wa timu ya Al Ahly pindi Dube akiwa fiti, na kisha na wao wakatekeleza vyema mipango ya kocha Pedro Gonçalves. Ni kwamba katika dakika 20 ni mfano mojawapo ya kile ambacho Dube alikifanya katika mchezo huu. Alipata mpira cross kutoka kwa beki Emmanuel Jalai, namna alivyopokea mpira huo akiwa amezungukwa na Hossam Abdelmajid, lakini pia Yasa Ibrahim akiwa mbali na alipo yeye, bado akawazidi maarifa na kisha kuweka mpira katika goli lake la kushoto na kuupeleka wavuni, kumwacha golikipa Mohamed Shenawi akikosa la kufanya na kuifanya Zimbabwe itangulie kwa bao 1-0 katika nyakati ambazo ilikuwa tunaweza kusema ni against the play, kwa sababu mchezo ulikuwa ukimilikiwa zaidi na Misri. Misri ndio walikuwa akifika zaidi wakiwa na washambuliaji tishio zaidi, akiwemo Mo Salah wa klabu ya Liverpool, akiwemo Mahmoud Trezeguet, akiwemo Imam Ashur, mchezaji ambaye Al Ahly ni miongoni mwa nyota wao wanaotazamiwa kucheza dhidi ya Yanga. Walimsajili kutoka katika ligi kuu ya Denmark alikokuwa amekwenda akitokea kwa watani zao wa jadi Zamalek. Nyota wa kutosha katikati akiwemo akina
Marwan Atia. Lakini Dube alichokifanya katika tukio hili la dakika 20 kuweka mpira wavuni katika nafasi haba kati ya chache walizokuwa wakizipata, ni sababu mojawapo ya kile ninachotoka kukieleza kwamba Dube aweza kuwa pasua kichwa katika mfumo wa kiulinzi wa Al Ahly pindi watapokutana na Yanga. Katika mchezo huu mafuriko yalikuwa mengi kama kutoka kueleza. Mwisho wa siku Misri walishinda kutokana na mechi kwa ujumla kuonyesha kwamba umiliki wa mpira, Misri walimiliki mpira kwa 78% kulinganisha na Zimbabwe 22% tu, lakini ni Misri ambao mashuti walipiga 35. Kati ya hayo 10 yalikuwa blocked na hivyo kufanya yabaki mashuti 25 yaliyokwenda, na kati ya hayo Zimbabwe walikuwa wamepiga mashuti 8 na wao moja lilikuwa blocked. Kwa hiyo kwa ujumla ukawa na mashuti 25, lakini 11 yakilenga shabaha ya Misri, Zimbabwe wakipiga mashuti 7 baada ya moja kuwa blocked, yabaki 7. Kati ya haya matatu yakilenga shabaha. Katika mashuti matatu hayo waliopiga Zimbabwe, moja lilolenga shabaha lilipigwa na Dube na ndilo lilozaa bao, lakini kuna shuti lingine la kulenga shabaha ni pasi iliyotoka kwa Dube kwenda kwa wenzake na kupata shuti la kulenga shabaha, lakini Dube alipiga pia shuti lingine ambalo lilikwenda nje. Kati ya mashuti 8 haya 7 ambayo yalikwenda, moja likiwa blocked, moja kati ya aliyotoka nje lilitoka kwa Dube. Lakini ni Dube ambaye katika dakika alizocheza uwanjani mpaka dakika ya 72 alipotoka na kuingia Tawanda Chirewa, Dube alikuwa tayari ameshagusa mipira, tunasema touches, alishagusa mipira mara 24. Dube alikuwa ameshatoa pass 18, kati ya hizi zilizofika ni 12, sasa na ufanisi wa around 67%. Lakini Dube mpaka muda huu kikubwa alichofanya alikuwa ameshapoka mipira, kuitoa katika miliki ya Misri na kuirejesha kwa timu yake ya Zimbabwe mara 4. Tunasema ball recovery alifanya mara 4, lakini pia key pass ndio ile pasi aliyotoa ambayo wenzake walipiga shuti likalenga shabaha. Dube alipambana haswa katika mfumo wa kucheza ambao mwalimu wake Mario Marinika baada ya golikipa alikuwa amepanga walinzi 4, halafu akapanga kiungo mmoja, akapanga viungo 4 mshambuliaji kinara mmoja. Huyu aliyekuwa kinara alikuwa ni Navarro, Washington Navarro, huku Dube akiwa miongoni mwa hawa 4. Dube alikuwa akitokea hapa kati ya viungo 4, lakini kwenye kucheza ni Dube ambaye mara kwa mara alikuwa hana eneo moja ambalo akina Yasa Ibrahim na Hossam Abdel Majid walikuwa na uwezo wa kukabiliana naye, kwa sababu alikuwa anakwenda kulia ambako anakutana kina Mohamed Hani, anakwenda kushoto, anarudi kati, ana drop deep kwenda kupigania mipira, na ndio maana alipora mipira 4, kiasi ya kwamba Dube haikushangaza kuona katika dakika 72 akipumzishwa, maana alizunguka sana uwanjani katika mechi ambayo wao Zimbabwe ilikuwa ni timu ya pili, Misri wakitawala kwa kiasi kikubwa, wakifika zaidi kwenye lango la Zimbabwe. Matokeo yake golikipa Washington Arubi wa Zimbabwe alifanya saves 9 kati ya mashuti 11 aliyopigwa kulenga shabaha, na hivyo kuwa ndiye mchezaji aliyepata alama za juu zaidi za ufanisi kwa namna alivyocheza katika mechi hiyo. Lakini aliyefuatia alikuwa ni Prince Melo Dube, ingawa alitoka dakika 72, lakini alipata alama takribani 7.4 kati ya 10 kutoka vyanzo mbalimbali, kutokana na namna alivyopambana kufunga bao na kutekeleza majukumu ya kuzuia, kwa sababu timu yake ilikuwa inazuia zaidi kuliko kushambulia. Sasa katika mechi ambayo Yanga wanakwenda kucheza dhidi ya Al Ahly, Dube akiwa uwanjani, kwa vyovyote vile hawatamsahau hawa akina Yasa Ibrahim, ambaye yeye kwenye kucheza kwake hatakuwa na Hossam Abdel Majid wa Pyramids, bali atakuwa na beki mwenzake wa kati, huyu ni Yasin Marei. Kwa sababu hiyo matarajio ni kuona akiwa fiti Dube na kocha Pedro Gonçalves akimpanga, basi mabeki hao wakati kila utakapomwona Dube watakuwa wanafanya kazi ya ziada kuhakikisha asilete madhara, kwa sababu ameshaonyesha juu ya kile anachoweza kukifanya. Matokeo yake ni nini? Inaweza ikatoa fursa sasa kwa wachezaji wengine, hasa viungo ushambuliaji kutokea pembeni, awe Maxim Pia Zengeli, Celestine Ekwa, Peodo Pacome Zouzoua, Mudathi Yahya Bass endapo atakuwa anacheza nyuma mshambuliaji kinara, Lassine Kouma, Mohamed Momo Dumbia, na yeyote yule atakayepata nafasi ya kucheza siku hiyo pamoja na Dube watakuwa na fursa sasa ya kuweza kutumia hizo nafasi wazi zitakazosababishwa na mikimbio ya Dube na kuwavuruga walinzi wa Al Ahly katika kukabiliana naye.
kina Ofen Chikola, kina Edmund John, bila kuwasahau akina Farid Musa, Dennis Nkano wakipata nafasi hiyo, akina Shekan Ibrahim, wana uwezo wa kwenda kutumia nafasi hizi endapo Dube atakuwa fiti na atacheza kwa namna ya kuweza kwa stretch, kuwatanua walinzi wa Al Ahly. Hii ndio atakapokutana na Yanga katika mechi zote mbili. Kumbuka kwenye kundi lao la B, Al Ahly ndio wanaongoza baada ya mechi mbili, wana pointi 4, wamefunga mabao 5, wameruhusu mabao 2. Lakini wanaofuatia ni Yanga ambao nao wana pointi 4 kama Al Ahly, lakini tofauti ya mabao ya kufunga na kuruhusu ndio anaifanya Al Ahly iwe juu, kwa sababu imefunga 5 kuruhusu 2, maana yake ina chanya 3 ya goal difference, wakati Yanga mechi 2 wana pointi 4 vile vile, lakini wamefunga bao 1, hawajaruhusu bao, wanachanya 1, yani tofauti ya mabao, na ndio maana Al Ahly wako juu. Watakapokutana katika mechi hizo mbili, bila shaka zitaonyesha nani haswa kwa juu dhidi ya mwenzake.